Ama swali ambalo linasema ya kwamba Ali hakutangulizwa kwa sababu ya udogo wa umri wake, na waliotangulizwa na wale waliotangulizwa ni kwa sababu ya kigezo cha ukubwa. Nadhania maneno haya au maswali hili, kama ni swali au kama ni maelezo, hayajakaa kisomi na hayajakaa kilillahi. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anatueleza ya kwamba anachokisema mtume, anachokitamka mtume ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume chochote anachokitamka, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hatamki kwa matamanio yake, anachokitamka ni wahi aliyojuzwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama mtume anachokitamka ni wahi, ni kwa ridhaa ya Mungu, ni kwa maelekezo ya Mungu, alivyomtanguliza Ali na kumbainisha Ali kama kiongozi baada yake, ina maana haya si ya mtume, haya ni maelekezo ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sidhani muulizaji, yeye na Mungu na mtume, nani anajua maslahi ni nani? Je, ni huyu mwenye vigezo au ni huyu mtu mzima mwenye miaka mingi? Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ujasiri huu unaupata wapi wa kusema hawa walikuwa watu wazima, wakati Mungu anasema ndani ya Qur'an hairuhusiwi kwa mu'min mwanamume wala mu'min mwanamke, idha qada Allahu wa rasuluhu amra, anapoamua Mwenyezi Mungu na mtume wake jambo, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kupatikana mwingine naye ana uchaguzi mwingine, ana rai yake. Mungu na mtume wakashaamua la kwao, wakashasema la kwao, hairuhusi mwingine kuja kusema hawa walikuwa watu wazima, hawa walikuwa wazee. Kwa hiyo maelezo yake yanapingana na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yanapingana na maelekezo ya Uislamu. Lakini la tatu ambalo nalo ni muhimu, kwani mtume sallallahu alayhi wa ali alivyokuwa akimpa bendera Ali katika vita vyote ambavyo maswahaba wakubwa walihudhuria, hawakupewa bendera ya mtume, bali bendera ya mtume ilikuwa kwenye mkono wa nani? Kwenye mkono wa Ali. Kwa nini mtume hakuwapa wazee bendera akampa Ali? Kwa sababu aliona Ali ndiyo anayestahiki bendera. Allahumma salli ala. Lakini si hivyo tu, katika vita vya Khaybar, kisa maarufu, Ali alipokuwa mgonjwa, masahaba wakawa wamepanga mstari, wanasubiria, kila mtu anataka apewe bendera, sababu mtume alisema kesho nitamkabidhi bendera mtu ambaye anampenda Mwenyezi Mungu na mtume, wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, na anampenda Mwenyezi Mungu na mtume, kararan ghaira farrar, ambaye akipambana anasonga mbele, hakimbii vita. Kararan ghaira farrar. Maswahaba wakawa kila mmoja yastashrif, kila mmoja anataka apewe bendera. Khalifa wa pili Umar anasema hakuna siku nilitamani utawala kama siku ile. Asubuhi mtume anakuja, anauliza, anaangalia maswahaba wote wapo watu wazima, anamwangalia Ali hayupo, anauliza aina Aliyun, Ali mbona simuoni? Anaambiwa innahu armadul ainain, Ali ana tatizo la macho, haoni vizuri. Kama kamuiteni. Ali akenda akaitwa, alipokuja akampuzilia kwenye uso wake, akampangusa Ali, macho yakarudi yanaona kama kawaida.
Akachukua bendera akamkabidhi Ali, akamwambia Ali, nenda kafanye fathi. Akafanya maajabu huko Ali, baada ya watu kushindwa, baada ya watu kushindwa. Hatuna katika Uislamu kigezo cha uzee na ujana. Tuna vigezo, anayekidhi vigezo ni nani? Hiyo ndiyo tunayo katika Uislamu, na ndiyo maana la nne hilo, la tano la tano, hakuna vita vyote alivyopigana Ali, vita vyote alivyotumwa Ali na Mtume, hakuna hata vita vimoja Ali aliteuliwa kiongozi akawa yuko chini. Hakuna. Vita vyote alivyopigana vya Uislamu, alivyopigana Ali, Ali alikuwa ndiyo, Ali akiwa kiongozi, watu wote chini yake. Hajawahi kuteuliwa fulani mzee akaambiwa ni kiongozi chini ya Ali. La, hakuna. Nampa hiyo muulizaji, maana nataka nimsomeshe leo. Haya, acha hiyo sasa. Katika vita vya Mu'ta, katika vita vya Mu'ta, au jeshi la Usama, Mtume aliwateua maswahaba wote wakubwa, akiwemo khalifa wa kwanza Abu Bakar, khalifa wa pili Umar, khalifa wa tatu Uthman, alafu akawachagulia kiongozi wao ni Usama ambaye alikuwa na miaka 18 tu. Miaka 18. Kwa hiyo kigezo cha umri, kigezo hicho hatuna katika dini kwamba fulani ni mtu mzima anastahiki. La, tuna vigezo vyetu vya kisheria, vikikamilika hivyo wewe ni kiongozi. Isa alayhi wa ala nabiyina wa immatina afdalu salati wassalam. Alipewa utume akiwa yuko wapi? Akiwa bado mtoto mchanga, fil mahdi sabiya. Atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allahumma salli ala Muhammad. Kwa hivyo kigezo si umri, kigezo ni sifa. Je, sifa za kuwa kiongozi baada ya Mtume unazo? Lakini mwisho Yahya, wama adraka man huwa Yahya wasammainahu Yahya li Yahya. Yahya ibn Zakaria alikuwa bado mtoto mdogo. Ya Yahya khudhil kitaba biquwa wa atainahu alhukma sabiya. Umri si kigezo.